ndugu kiongozi wa chama mstaafu, ndugu mwenyekiti wa bodi ya wadhamini wa chama, ndugu katibu wa mkoa, ndugu wajumbe wa halmashauri kuu, viongozi mbalimbali, mabibi na bwana, habari za saizi. Tumsifu Yesu Kristo. Assalamu alaikum. Ndugu zangu, nimepewa dakika chache kutokana na muda kuja kuzungumza na watu wa machinjioni. Jana tulikuwa Kitongoni kwa Alhaji Taarabu, leo tupo kwa Alhaji Msaliti kuja kuzungumza na nyie. Mwaka 2015 2020 mlitupa nafasi ya kuongoza kata hii, lakini katika miaka mitatu diwani aliyokuwa wa chama cha ACT Wazalendo alisaliti na akarudi CCM, na akajinasibu akasema nimerudi CCM ili kwenda kutatua matatizo ya machinjioni. Kwani matatizo yameisha? Matatizo yameisha? Ndiyo maana nimesema ni Alhaji Msaliti. Nyie mlivyotupa heshima kutupa kura nyingi za mbunge na diwani, yeye akawapuuza akarudi CCM. Katika miaka mitatu mliotupa, bado akiwa hajaondoka, sisi tulianza kurekebisha barabara za machinjioni. Mojawapo ya barabara ni ile anayoishi yeye, tulikarabati pamoja na barabara ya kwenda Msingeni. Tukajenga mfereji wa Msingeni mpaka Katonyanga mpaka ziwani kule Kitongoni, ambako nyumba nyingi zilikuwa zinapitiwa na maji. Tukiwa kwenye harakati ya kwenda kuifungua machinjioni, diwani akakimbia kwenda CCM. Sasa hali ya machinjioni leo huwezi kuingia kwa barabara ipi. Kila maeneo barabara haitoki. Leo imekuwa ni gharama kubwa kuja machinjioni kuliko kwenda Msimba. Hii ni kwa sababu Alhaji Msaliti aliwakimbia. Lakini sio hivyo. Wakati tunaendelea na harakati za kuirekebisha machinjioni, tulianza na ujenzi wa zahanati mnaiona. Sisi ndio tuliokuja hapa nikiwa mwenyekiti wa huduma za jamii kuja kubadilisha matumizi ya eneo la shule, wakati mwalimu wa shule hii amekataa tusibadili matumizi. Mimi pamoja na baraza la madiwani na kamati ya huduma za elimu, uchumi na afya tulikuja hapa tukamwambia mwalimu mkuu, machinjioni wanataka zahanati, na tukapitisha kwenye vikao, tukaacha foundation inaanza kujengwa. Baadaye fedha tulizoziacha ndio ikarekebishwa machinjio mazahanati mpaka leo. Hatukuishia hapo. Tulitaka barabara ya Kasulu Road ijengwe, na ilikuwa imeachwa fedha. Barabara inayotoka Ujiji kwenda mpaka Businde inapita kata machinjioni inaelekea huko. Tumefika 2020 wakapora uchaguzi. Lakini diwani aliyekuwepo yeye alitusaditi mapema. Na mimi niwaombe ndugu zangu, hatuna sababu ya kumchagua tena, na hatuna sababu ya kuichagua CCM tena. Jambo moja ambalo CCM wakija nyumbani kwako waambie, huyu diwani huyu alichangisha 70,000 za upimaji. Alipima miaka 10 ya kupima hata ardhi na fedha za watu wazijulikane ziko wapi. Akija nyumbani kwako mwambie 70,000 zetu ziko wapi? Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, umesikia mama amekuja hapa amezungumza kwa uchungu sana. Mimi nilikuwa natetemeka wakati mama anaongea. Mwili umekosa nguvu kabisa. Unapovunja nyumba ya mtu, nyumba takriban zaidi ya 500 zimevunjwa hapa. Diwani na CCM yake wamediriki kuruhusu nyumba za watu zimeshushwa. Hii ni sababu tosha ya kuambia hatuwataki waondoke. La mwisho kabisa. La mwisho. Haya ile wakuta watu wa machinjioni. Haya ile wakuta watu wa machinjioni. Tunapaswa tuwaadhibu. Na sio siku pekee, ni tarehe 29. Tuje tuwaadhibu, tumwambie Alhaji Msaliti inatosha. Miaka 10 hajafanya chochote. Unataka miaka mingapi? Miaka 10 hajafanya chochote. Unataka miaka mingapi? Haya, kila mtu amgeukie mwenzake aseme Alhaji Msaliti, kwa heri, hatukutaki.
kura nyingi kwa Uledi, tunataka kura nyingi kwa Zitto Kabwe, ili twende tukarekebishe yaliyobaki, kwa sababu mkakati wa kata hii tulikuwa tumeanza. Ndio maana unaona ule mfereji Msengeni umegharimu fedha nyingi, lakini tulianza kwa sababu nyumba nyingi zilikuwa zinataka kuondoka. Diwani amewasaliti. Huu usaliti iwe fimbo, huu usaliti tumchukulie ili kumuonyesha ametakiwa apumzike, ili tumweke Uledi, ili tumpe Zitto Kabwe. CCM ni ile ile. Baada ya kusema haya, nashukuru kwa kunipa nafasi. Asante sana Gariango. ACT Wazalendo, mnakumbuka maneno niliwaambia mwanzo kabisa? Mnakumbuka niliwaambia Shabani Hussein mwisho wake leo kuatisha, akome afanye nini? Akirudie tena, na mkamwambie katibu wa chama amesema koma kututisha, huna cha kutufanya. Ujumbe ufikie. Najua kuna mwenyekiti wa kata hapa wa CCM ana rekodi. Ya rekodi sana. Kwenye chama chake hawezi kupata madini kama atayapata hapa. Kwa hiyo endelee tu kurekodi, akajinufaishe. Hapa ni shule, hapa kuna elimu. Ndugu zangu, itifaki yangu ya jimbo sasa itakomea hapa. Nichukue fursa hii kumkaribisha katibu wa mkoa chama cha ACT Wazalendo Ruhumbya Rashid Yunus aweze kuendelea na itifaki ya mkoa na kitaifa iliyoko hapa. ACT Wazalendo.